Kwa jina naitwa Dr. Mlandala, ni daktari mwandamizi katika magonjwa ya kina mama na afya ya uzazi. Nipo hapa Lupiana Polyclinic. Lupiana Polyclinic tunapatikana nchini Tanzania. Unazungumzia mkoa wa Songwe ambao uko jirani kabisa na nchi ya Zambia, lakini katika wilaya ya Mbozi na mji wa Vwawa. Ukifika mjini Vwawa basi tunapatikana mtaa wa Florida. Karibuni sana Lupiana Polyclinic. Awali ya yote napenda kuongeza wanawake wote kwa kuvuka mwaka salama na kuweza kuadhimisha kongamano la kina mama kwa mwaka huu wa 2026, na wapeni hongera sana. Lakini Lupiana Polyclinic tuna jambo gani la kuongea na akina mama mwaka huu? Kwanza tunapenda kutoa taarifa ya huduma ambazo tunazitoa. Kama nilivyosema, tunatoa huduma za kibingwa masuala ya afya ya uzazi, na tunatoa huduma za kibingwa kwa watoto wadogo, lakini sambamba na hilo tunatoa huduma za macho na huduma za meno. Lakini katika kipengele hiki cha huduma za kina mama kuna jambo la kipekee sana ambalo Lupiana Polyclinic tumefanikiwa kulifanya kwa miaka kadhaa iliyopita na tunaendelea kulifanya. Mmoja wapo ni kufanikiwa kina mama kupata watoto mapacha. Tumekuwa tukipata watoto mapacha mfululizo, lakini mapacha walio wengi na wale watoto wawili, lakini kwa takribani mara 4 tumefanikiwa kupata watoto mapacha watatu, na kuna mmoja ambaye ana watoto mapacha watatu atajifungua mwezi ujao, mwezi Februari, kwa njia ya upasuaji. Lakini hili tunafanikiwa kwa kufanya vipimo sahihi na kufuatilia mwenendo wa mayai ya mama na kutoa tiba ambazo zinasaidia kuchagiza mayai kuweza kupevuka kwa wingi na kusababisha mama akapata watoto mapacha. Lakini ukiachana njia hii ya dawa ambazo tunaitumia, ziko njia nyingine ambazo ni gharama sana. Kwa mfano, kwa njia ya upandikizaji, hizo ni gharama, najua wengi hawezi kufanikiwa, lakini Lupiana tunatoa tiba kwa kutumia dawa. Lakini Lupiana Polyclinic pia tunajikita katika huduma hizi za kutoa huduma za kina mama wanaojifungua kwa kufanya ushirikiano na hospitali husika ambao tunafanya nao partnership au mahusiano katika kutoa huduma. Lakini kwa nini nakwenda huko? Nitaka niwaambie kwamba kwa akina mama mnaonisikiza leo, endapo utapata fursa kujifungua mikononi mwa kituo chetu cha Lupiana, sisi sasa tunakuja na huduma nyingine ya kuwakagua watoto wadogo baada ya kujifungua bure. Nikiwa na maana kwamba umekuja kwetu Lupiana Polyclinic, umepata msaada wa kujifungua, basi tunamkagua ile mtoto. Kwa huduma hii inakuwa ni bure. Tunamkagua vitu gani? Moja, tunakagua mfumo wake wa moyo. Tumeona kuna changamoto tunaipata, ndio maana tumeamua kuanzisha huduma hii kama motisha kuwavutia kina mama kufika kupata huduma hapa. Ukijifungua mtoto wako, tutamkagua moyo. Je, moyo wake unafanya kazi vizuri? Tumeona kuna watoto wengi tunawapata ambao wamejifungua, baadaye ukuaji wao ni dhaifu, wanapata shida ya magonjwa kupumua. Ukija kukagua kumbe wana shida ya moyo. Kwa mfano, anakuwa na tundu la moyo. Watoto hao tunawapeleka moja kwa moja kwa madaktari wa moyo Muhimbili na hospitali zingine ambazo zinahusiana na matiba ya moyo. Lakini tunafanya huduma pia kukagua via vya uzazi kwa mabinti na wa kiume. Tunafanya hivyo kwa sababu tunaanza kubaini pia kuna vijana wengine wanakuja wana umri wa miaka 10, 15, wengine wameshaoa, lakini kwa bahati mbaya kumbe hawana via vya uzazi. Kwa wanawake hawana mfuko wa uzazi, lakini anaonekana mwanamke. Kwa wanaume hawana korodani, lakini kwa muonekano ni mwanaume, lakini inakuja kuleta tafrani na mgogoro baada ya kuanza maisha na kuoa. Na ukiwauliza kina mama nakwambia, mimi nilikaguliwa, niambia mtoto wangu uko vizuri. Kwa sisi tumeona hiyo ni changamoto, tumeamua kutoa huduma hiyo bure kwa kina mama wote ambao wanajifungua katika mikono ya kituo chetu cha Lupiana. Lakini kwa sasa hivi tumeanza kidogo style nyingine ya kisasa kwa kina mama ambao tunawafanyia huduma za upasuaji. Tumezoea na wengi wanajua hilo kwamba ukishafanyia upasuaji unaambiwa hakuna kuoga, usilowanishe kidonda, kitaoza. Kwetu Lupiana hilo sasa alipo. Tumeanza huduma ya kuwapatia plasta maalum za kufunika vidonda ambazo kitaalamu tunasema ni waterproof, hazipitishi maji. Kwa hiyo ukishafanya operation tunakuwekea plasta ambayo haipitishi maji, tunakuruhusu na kwenda nyumbani, unakuwa huru kuoga
na baada ya hapo unaruhusiwa kwenda kuoga, iwe swimming pool, iwe nyumbani, huru kabisa bila shida, na kidonda hakipati changamoto yoyote. Lakini nini matarajio kwa mwaka huu wa 2026? Tunatamani sana tuna huduma zote za kulaza wagonjwa wa ndani na huduma za wagonjwa wa nje ziendelee. Tunapozungumzia huduma za wagonjwa wa ndani, tunazungumzia huduma za upasuaji na huduma za kulaza. Kwa Mwenyezi Mungu akitujalia uhai na uzima, basi mwaka huu 26 ni mwaka wa kwetu, tunatarajia kuzianza hizo huduma. Lakini katika hizo huduma kipekee kutakuwa na huduma maalum kwa kina mama kujifungua bila maumivu. Hii ni huduma ambayo wengi wanaipenda kwa Tanzania. Nafikiri maarufu inapatikana Aga Khan, lakini tumeona kwa nini hospitali kubwa kama Aga Khan ifanye, sisi tushinde. Kwa tunaandaa mazingira ambayo tukifanikiwa akina mama watajifungua bila uchungu. Kwa hiyo mama anatulia kama yuko saluni, anasukwa nywele, lakini hatimaye akuta mtoto ametoka bila maumivu yoyote. Lakini sambamba na hilo pia kutakuwa na huduma ya kujifungua kwenye maji. Kuna wengine wameshasikia ile water bath services, huduma za kujifungua kwenye maji. Kwa hiyo tutaandaa mazingira hayo ili mama anapojifungua akae kwenye sinki la maji ya moto. Nini faida yake? Kukaa kwenye maji inasaidia kupunguza uchungu, inasaidia misuli kulegea kuwa laini, na mtoto kuweza kutoka bila kupata maumivu yoyote makali. Hayo ndio matarajio yetu ambayo kwa mwaka wa 2026 tunaamini kwamba tutayafanikisha na yatakuwa yenye tija na mazuri kwa kina mama walio wengi. Sasa katika kongamano hili ninalolifanya kwa mwaka huu, niwakumbushe tu vitu vichache ambavyo akina mama wengi wanapata shida, na tumeona na wakuja hapa kwetu wanapata shida. Kuna kitu kinaitwa uvimbe maji au wanasema ovarian cyst. Kwa kawaida mama wakati wa kuona siku zake za hedhi, mayai huwa yanasinyaa, lakini akishamaliza hedhi, anapokwenda kwenye siku za hatari, mayai huwa yanatanuka. Yanapotanuka ndani yanajaza maji. Hiyo ni kanuni ya utendaji ya kawaida ya mayai ya mwanamke. Sasa ukuaji huo unakwenda mpaka sentimita 3 au 4. Baada ya hapo yai huwa linapasuka na kumwaga maji kule ndani. Yale maji ndio yana kiini kwa ajili ya kubeba mimba. Sasa kina mama wengi wamekuwa wakipimwa, wanaambiwa wewe una uvimbe maji, unatakiwa ufanye operation. Wewe una uvimbe maji, unatakiwa uanzishwe dawa, uanzishwe sindano. Hiyo sio sahihi. Uvimbe maji sio ugonjwa, ni sehemu ya majukumu ya mayai yako. Kwa hiyo unapokutwa na uvimbe maji, wewe mwambie niko vizuri, mshukuru Mungu kwamba hakuna changamoto yoyote. Kwa hiyo huwa tuhitaji dawa yoyote wala upasuaji. Nimeona niwadokeze hilo kwa sababu kina mama wengi na wengine kwenye kongamano hapa mpo mmepata hizo changamoto. Mmemwambia mimi kila wakati nakutwa na uvimbe maji, lakini kitumia dawa hauishi. Lakini kumbuka kwamba ni kitu ambacho hakihitaji tiba, ni kitu cha kawaida. Lakini kuna magonjwa mengi tumeambiwa PID. Kwa ufupi tu niwaambie kwamba akina mama walio wengi eneo lao la sehemu za siri zinatakiwa litoe maji haya yanatakiwa yawe meupe, yasiwashe, yasiwe na harufu yoyote kali. Sasa endapo huna mwasho, huna harufu mbaya, wewe haumwi. Akina mama wengi kwenye kongamano mtaniambia, wengi wakifika sehemu za kupima wanaambiwa kwa sababu unatoka maji wewe una ugonjwa wa PID. Hapana, huo sio ugonjwa wa PID. Ili tuseme una ugonjwa wa PID, ni lazima tuchukue yale maji na tuyapime, tubainishe kwamba kuna mdudu ndani yake. Na tukumbuke kwamba ugonjwa huu haupimi kwa kutumia ultrasound. Wengine wanatuambia nimepiga ultrasound mara 2-3 nimeambiwa na PID. Hiyo sio sahihi. Basi kwa kumaliza, niwatakie heri ya mwaka mpya, mwaka 2026, na niwatakie kongamano jema sana. Karibuni sana Lupiana Polyclinic. Asante sana kwa kunisikiliza.